Shekinah Glory Manifestation Ministry. Hebrews 4:12. Shekinah Glory. And there goes the Holy Ghost. Hebrews 4:12. The blood of Jesus. And Jesus Christ said, it is finished. Hallelujah. So karibu tena mtoto wa Shekinah na popote unawachi program siku ya leo. Mimi Pastor Emmanuel Owino Olo wa Shekinah Glory Manifestation Ministry, na mimi niko based in Eldoret City. Hallelujah. Na hapa mali niko inaitwa Tamarid Building ama Tamarid Place. Hallelujah. Na tuko second floor ya Tamarid Place. So kwa wale wote ambao probably uko Eldoret na ungetamani kuweza kufika kwa sanctuary, ama uko na watu relatives, hallelujah, na walikuwa wanataka kufanya deliverance na wako around Eldoret City, unaweza wakaribisha sana kwa ministry. Hallelujah. Tunawakaribisha tena sana, na najua kwamba as they come, Shekinah naye pia atazidi kuwafungua. Hallelujah. So number ni 0757 588817. Unaweza tumia hiyo namba ku raise altar sacrifice yako, na namba ya kunipigia simu ni ama kunitumia SMS ni 0798843921. Hallelujah. Na najua kwamba ukituma SMS yako tutaweza kupata kuomba pamoja, na najua kwamba Jesus Christ of Nazareth atakufungua. Hallelujah. So siku ya leo pia nimekuja kuku-encourage mtoto wa Mungu. Tuliongelelea about I am in Christ Jesus, na wakati tuliongelelea about I am in Christ Jesus, inamaanisha kwamba baraka yoyote ambayo Yesu Kristo wa Nazarethi alipangia juu ya maisha yako, hallelujah, jua ya kwamba utaipokea. Tunaambiwa kwamba alikufa prematurely so that tukue na life and life in abundance. Hallelujah. So Yesu Kristo wa Nazareti alipokufa, alitufungulia avenues mingi. Alitufungulia milango ya deliverance, alitufungulia milango ya finances, alitufungulia milango ya healing, alitufungulia all these gates. Hallelujah. So that yule mtu yoyote mwenye atamuaccept, hallelujah, then ataweza kupata testimony. So leo tunaenda kuona, tunaanzia kitabu ya John chapter 3 verse 16. Tuanzia John 3:16. Hallelujah. Then as we progress, najua kwamba leo pia tunaenda kulearn something beautiful. Hallelujah. Na John 3:16 nikisoma nasema kwamba for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. Hallelujah. For God did not send him into the world to condemn the world, but that the world through him may be saved. Hallelujah. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Hallelujah. 19 asema kwamba, and this is the condemnation, that the light has come into the world, and men loved darkness rather than light, because their deeds were evil. For everyone practicing evil hates the light and does not come to the light, lest his deeds should be exposed. But he who does the truth
comes to the light, that his deeds may be clearly seen, that they have been done in God. Hallelujah. So hapo tumesoma John chapter 3 from verse 16 to 21, na inaturivilia ya kwamba nikiamini Jesus Christ of Nazareth, nikiweka matumaini yangu ndani ya Yesu Kristo wa Nazarethi, chochote ninachohitaji nitakipokea. Hallelujah. Wacha tena tuangalie the word of God. Thank you Jesus. Kwa Colossians. Hallelujah. Colossians chapter 2. Hallelujah. Tuendelee kutazama as we listen to the word of God. Colossians chapter 1 from verse number 15. The word of God inatuambia kwamba he is the image of the invincible God, the firstborn over all creation. For by him all things were created, that are in heaven and that are on earth, and visible and invisible, whether thrones or dominions, or principalities or powers. All things were created through him and for him. And he is before all things, and in him all things consist. Ya kwamba ndani ya Yesu Kristo wa Nazarethi kila kitu inapata kuonekana ama inapata kujulikana ndani ya Yesu Kristo. And he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in him, that in all things he may have preeminence. Hallelujah. Ya kwamba kila kitu tunachohitaji kama Mkristo imefichwa ndani ya Yesu Kristo. Wakati anasema kwamba yeye ndiyo njia ya uzima, inamaanisha nikitaka uzima iko ndani ya Yesu Kristo. Nikitaka uhai iko ndani ya Yesu Kristo. Nikitaka fedha iko ndani ya Yesu Kristo. Chochote ambacho unahitaji kama mtoto wa Mungu, haleluya, yote iko ndani ya Yesu Kristo. Chochote unahitaji, iwe ni ndoa mzuri, iwe ni watoto, iwe ni breakthrough, chochote ambacho unakihitaji kimefichwa ndani ya Yesu Kristo wa Nazarethi. Haleluya. So unapata wewe kama mtoto wa Mungu kukubali Yesu Kristo wa Nazarethi kukuwa mwokozi wa maisha yako, inamaanisha ya kwamba umemfungulia milango aweze kutake over your life. Na pia yeye mwenyewe, kwa sababu yeye ndio ufunguo wa Daudi, inamaanisha ya kwamba chochote unachohitaji kimefichwa ndani yake, na ukiwa ndani yake utaweza kukipokea. Kwa John chapter 14 amesema ya kwamba itisha chochote unachotaka kwa jina langu na utakipata. Haleluya. So chochote ambacho unaitisha, chochote ambacho ungetamani kupata, chochote ambacho ungetamani kuona, haleluya, testimony ambayo unangojea for many years iko ndani ya Yesu Kristo wa Nazarethi. Na kama hiyo testimony iko ndani yake, then inamaanisha kwamba lazima pia mimi niweze kutaka kufanana na yeye. Njia zangu, mafikra zangu, mienendo yangu, lazima pia mimi mwenyewe nitamani iweze kufanana na za Yesu Kristo, so that niweze kufanya nini? Ku maintain baraka
ambayo Yesu Kristo wa Nazareti ananipatia. So tuliongelea about I am in Christ Jesus. Na wakati uko ndani ya Jesus Christ of Nazareth, chochote unachohitaji mtoto wa Mungu utaweza kukipata. Na kuencourage ya kwamba dream yenye uko nayo, sijui ni dream inakaaje, sijui umetamani kuown ndege, sijui umetamani kuown chopa, chochote ambacho unahitaji, chochote ambacho unatamani, haleluya, as long as tuko waaminifu kwa Jesus Christ of Nazareth, chochote unachotaka atakupatia. Haleluya. Chochote unahitaji long life, unahitaji healing, unahitaji restoration, unahitaji reinstatement, ni restitution unataka, wakati ambapo una understand neno ninakwambia leo, itafanya everything juu ya maisha yako uweze kuiona na a different angle. Hallelujah. So you have to encourage yourself, mtoto wa Mungu. Encourage yourself always ya kwamba hii dream nzuri niko nayo, it is possible in Jesus Christ. Kwa sababu what is impossible to men, to God it is possible. Hallelujah. Kitu yenye haiwezekani kwa binadamu, mtu maybe anaenda kuangamia, na kwa binadamu wa kawaida kuweza kumrestore back to life si rahisi. Hallelujah. But with Jesus Christ of Nazareth, mwenye alituumba akona plan A mpaka Z concerning your life. Hallelujah. Na watu tuangalie pia kwa neno la Mungu kwa kitabu ya Job. Hallelujah. Kitabu ya Job chapter 14. Job chapter 14. Leo nimekuja encourage. Namba ni 0757 588817. Tunatumia hiyo namba kuweza ku raise altar sacrifices. Ni giving ambayo unatoa kwa kusaidia kwa kazi ya Mungu. Haleluya. Na pia nakushukuru sana wewe mwenye umekuwa ukisupport ministry bila kuchoka. Umekuwa ukigive kwa ile kiasi ambayo wewe mwenyewe Mungu amekuwezesha, na greater things hiyo pesa yako imekuwa ikifanya kwa hii ministry. Haleluya. Tumekuwa tunaweza broadcast kwa TV kwa sababu umesimama na kazi ya Mungu. Haleluya. Na siku ya leo as we are praying, najua kwamba kuna desire uko nayo kwa moyo wako, na ninajua kwamba where two agree, tukikubaliana kwa hii maombi ya leo, haleluya, pia wewe utaweza kuona ya kwamba ile mzigo ambayo iko mbele yako imeweza kuinuliwa. Haleluya. So tukiangalia neno la Mungu kwa Job chapter 14, neno la Mungu linatuambia kwamba man who is born of a woman is of few days and full of trouble. Haleluya. Wacha tusome na Kiswahili pia. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Haleluya. So wala tuangalia na Kiswahili nasema ya kwamba mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake ni chache, nazo zimejaa taabu. Haleluya. Binadamu, mimi na wewe, miaka ambayo tumepatiwa kwa hii dunia ni kidogo. 100 years, 120 years, wengine wakimanage, wengine wanaendea kwa 70, wengine kwa 150. Ina depend na grace ambayo Mungu ameweka kwa maisha yako. But kwa hiyo 150 years ambayo tumeishi, unapata kwamba
ni miaka kidogo kwa uso wa Mungu ama kwa macho ya Mungu, kwa sababu tunaambiwa ya kwamba siku moja mbele ya Mungu ni kama 1000 years, ya kwamba tukiwa in the spiritual realm na tuone jua imeamka asubuhi mpaka jioni. Haleluya, hiyo ni 1000 years already imeenda. Haleluya, jua ikitoka one side iende the other side. Haleluya, in the spiritual realm ikienda mara 2 ama mara 3, hiyo already umeshachapa 3 years. Haleluya, ama umeshachapa more than 1000 years, kwa sababu siku moja ambayo binadamu anaona ni siku moja, kwa Mungu ni kama miaka tao 1000. Haleluya. So in the spiritual realm vitu ni tofauti na vile tuna understand. Na Yesu anatuambia kwamba kwa hiyo miaka kidogo uko nayo imejaa challenges. Kila mtu ana go through a certain challenge. Wewe kama mtoto wa Mungu, kuna challenge imekukamata, taabu, una challenge wa hapa, una challenge wa pale, ni full of troubles, full of problems. Leo umecheka, kesho hujui ni nini itafanyika. One minute ulikuwa unacheka na mtu, the next minute hujui ni nini, maybe amekasirika. Haleluya. So Job akasema ya kwamba masiku ambayo tumepatiwa kama watoto wa Mungu, unapata ya kwamba ni mafupi. Maisha ya binadamu ni fupi, lakini iko na changamoto mingi, na inatuelezea kwamba huchanua kama ua kisha huyeyuka, huwa kama kivuli kipitacho upesi, wala hadumu. Ukiangalia flower utaona kwamba flower ina sprout na inatoa maua yake. Butterfly inapenda. Haleluya. Bees inakuja, inatoa nectar, inaendelea kufanya kazi vile kunatakikana. But unapata ya kwamba lifespan ya hiyo maua once imeshatoa beauty yake, haleluya, after that inanyauka. Amen. And so maisha ya binadamu iko hivyo. Maisha yangu mimi na wewe iko namna hiyo. Haleluya. And so inamaanisha kwamba kuna wakati ambapo Mungu pia ametarajia, na ama Mungu pia ameandika chini ya kwamba kuna siku fulani pia we mwenyewe utang'ara. Haleluya. Mimea inapitia challenge ikigrow. For example, tukiangalia butterfly inapitia challenge ikigrow, but once imeshakuwa adult haitaishi miaka nyingi, itaenda. Tunaona bees, haleluya, hii nyuki, the moment imesha grow, imekuwa kubwa, kama ni male, the moment ambayo imefulfill assignment yake, haleluya, ya kutaga mayai na mke wake, unapata at the same moment inatoka pale juu na inakufa. Haleluya, kwa sababu imefulfill assignment yake. So pia mimi na wewe kama binadamu kuna assignment ambayo Mungu ametupangia. Pia wewe na mimi unapata ya kwamba kuna makusudi ambayo Mungu ameweka, ya kwamba at a particular time utukufu ambayo aliandika juu ya maisha yako itaweza kuonekana. Hallelujah. Many are the troubles of men, ama many are the troubles of the righteous man, but the Lord will deliver you out of them all. Atakutoa kwa kila jambo, na kile matumaini ambayo umekuwa nayo, haleluya, atahakikisha kwamba imeonekana. Ndio maana nasema kwamba tukiwa ndani ya Yesu Kristo wa Nazareti, haijalishi ndoto yako imetari for how many years. Haijalishi ndoto yako imechallengewa miaka ngapi. Haijalishi deliverance yako mapepo wameidelayisha for how long. The truth is this,
ya kwamba a time is appointed for all men, ya kwamba lazima utukufu wako itaonekana, whether shetani apende asipende. Yule Mungu ambaye alikuumba, yule Mungu ambaye alikutumia ufanye assignment fulani kwa hii dunia, chochote aliandika juu ya maisha yako, whether defiling spirit iinue mikia, whether defiling spirit isiinue mikia, whether watu wakukejeli wakutusi namna gani, yule Mungu ambaye alikuumba, yule Mungu ambaye aliodain ya kwamba ukanyage hii dunia, atahakikisha ya kwamba baraka alinuia uweze kuipokea, umeipokea. Haleluya. Chochote, haijalishi uko miaka ngapi. Unaweza kuwa ulifungwa for many years. Inaweza kuwa ulifungwa kiasi ya kwamba usiweze kuona mema. Haleluya. Kuona mema kwa hii dunia. But the moment utaweza kuelewa ya kwamba uko ndani ya Yesu, na chochote ambacho unachokihitaji, Yesu wa Nazareti already alishailipia gharama na amekwambia uipokee, then utaweza kuipokea. The only difference na wale wenye unapata kwamba wamepitia challenge na hawaja manifest ni kwa sababu hawajapata revelation fulani ya neno la Mungu. Hallelujah. That's why nina insist kwa hii mahubiri ya kwamba wakati tuko ndani ya Yesu Kristo, ndoto yako mwanaume, ndoto yako wewe mama, ndoto yako hiyo kubwa yenye unaangalianga sometimes, unajiuliza na hii ndoto itawaitimia kweli? Mimi na kuencourage itatimia kwa jina la Yesu Kristo. Yule ambaye alikufa msalabani kwa ajili yako, hiyo ndoto yako iko valid. As long as bado unapumua, haijalishi mapito, ndoto yako ndani ya Yesu Kristo iko valid. Once nimekubali huyu Jesus, na once niko na revelation ya kwamba alishanipatia kila kitu ninachohitaji. Haleluya. Na Yesu wakati ambapo alikufa msalabani, na juzi ndo tumecelebrate the resurrection. Haleluya. The resurrection power. Haleluya. Inamaanisha kwamba when I am in Christ Jesus, hakuna kitu nimepoteza. Opportunities zinaweza kuwa zilikuja, na kweli opportunities zingine zilipotea. Hallelujah. But ndani ya Jesus Christ of Nazareth, opportunities can be recovered. Hallelujah. In a normal world, opportunity watakwambia kwamba inakuja once in a lifetime. But when you are in Jesus Christ, Jesus Christ of Nazareth, we can still recover our opportunities. Hallelujah. Nitatumia example kwa neno la Mungu. The woman with the issue of blood, alijaribu kila mahali na alilose everything. Shamba alikuwa nayo ilienda, boyfriend maybe alikuwa naye pia, boyfriend alimdump kwa sababu alikuwa ananuka na damu ilikuwa inavuja kwa mwili wake kila saa. Hallelujah. But the day she stepped into Christ Jesus, the day ambayo the woman with the issue of blood aliweza kurealize ya kwamba in this man there is my healing, in this man there is my restoration, in this man there is my restitution, alisema ya kwamba nitatake a step of faith and I'll touch the hem of his garment and I know very sure that I will be restored. Hallelujah. Now when the woman touched the hem of Jesus, unapata every lost opportunity. Hallelujah. Chochote ambacho kilipotea kwa maisha yake ilipata kukuwa restored. Wakati ambapo Yesu Kristo wa Nazareti alipomwangalia na akamuita, ni nani ameniguza? Wakati alijitokeza mwanamke, Yesu alimwambia kwamba number one, alitaka aka confess issue yake, na akaongelelea about
the things ambazo alipitia. Watu wengi wakifanywa deliverance, when they come into the house of God, wanasema pastor, nilipitia hii challenge for many years, nimeumwa na mgongo for 10 years, hatujakuwa tukielewana na mume wangu for 5 years, hatujakuwa na watoto for 10 years. Hizi ni challenges, na kwa hii time kuna a lot of things ambazo huyu mwanaume ama mwanamke alipoteza. Kuna opportunities ambazo zilipotea, but the moment ana realize ya kwamba niko na Jesus Christ of Nazareth, na huyu Jesus Christ of Nazareth niko sure anaweza ni restore, niko sure anaweza ni reinstate, niko sure anaweza ni restitute. Wakati huyu mtu anakuja kwa nyumba ya Mungu, ananipata kama Pastor Emmanuel hapa, ananiambia pastor, tuombe, nisaidie kwa maombi. Na wakati ambapo tunaanza kuomba, inamaanisha ile mzigo ambayo imemsukuma, maombi yake, kuna mahali maombi yake haiwezi mfikisha. Na wakati ambapo anakuja kanisani na anasema kwamba pastor, ningetaka tuweze kuomba na wewe kwa concerning hii jambo ya passport. Mtoto wangu ametaka passport lakini hatujawahi pata. Haleluya. So unapata kwamba wakati amekuja amesema kwamba nisaidie kwa maombi, inamaanisha ile fire yenye ako nayo mahali imefika, kubomoa hiyo kuta ndio passport iachiliwe ni ngumu. Wakati tuna combine force na tuna agree in prayer, Jesus anasema where 2 or 3 are gathered in my name, I am there with them, and whatever they agree, hallelujah, whatever they agree here on earth, it shall be done for them by my Father in heaven. Hallelujah. So inamaanisha wakati huyu mtu amekuja anataka passport na amekuja kwa Pastor Emmanuel tusaidiane kwa maombi, then anakuja tunaanza, Holy Spirit give me the grace to forgive, to release and to bless. Wakati ambapo ameforgive, then tuna offer prayer. Tunasema Father, every altar inasimama against e-passport, Father, let it be broken. Na yeye pia ana enforce hii maombi akisema amen. Inamaanisha tuna agree. Ninasema Baba, fungulia milango yake ya biashara, fungulia milango zake za fedha, na yeye pia anasema amen, tuna agree. So utakuja kupata wakati this person ametoka sanctuary, after one day unasikia passport imepatikana. Inamaanisha kwamba ile maombi yetu ya agreement, hallelujah, imebomoa ile ukuta ambayo ilikuwa imeoppress this particular person. Amen. Na unapata kwamba through that prayer also, huyu mjamaa tulikuwa tunaomba na yeye na tuna agree, pia yeye at the same time amepata impartation, amepata grace, amepata fresh fire ambayo sasa imemuinua kwa kiwango kingine. Na kwa kile kiwango ambacho imemuinua, akiendelea kuomba ataona mabadiliko na ataona matokeo, kwa sababu tulitubu, tukaambia Mungu atupatie neema ya kusamehe, kuachilia na kubariki. Inamaanisha ile neema amepokea kutoka kwangu wakati ambapo tumeomba inakuwa maintained na forgiveness. So yeye pia akiendelea ku maintain forgiveness, hallelujah, inamaanisha kwamba ataendelea ku enjoy breakthroughs in Christ Jesus. Hallelujah. Ataendelea kuinuliwa, ataendelea kuona mabadiliko, ataendelea kuona milango zinazidi kufunguka. Passport si peke yake inapatikana, kazi inapatikana, good employment, finances ni nzuri, kwa sababu tuliomba the prayer of forgiveness. Na juu sasa ame adapt that prayer, Father give me the grace to forgive, to release and to bless. The more anaendelea kumeditate, kupray with that prayer, inamaanisha kwamba the grace ambayo alipokea out of the man of God inaendelea kumpigania ndani ya Yesu Kristo wa Nazareti. Hallelujah. So hata mtu akiokoka leo na amekubali Yesu Kristo kwa maisha yake, inamaanisha kwamba
amekubali kuondoka kwa dunia na amekubali sasa kuingia ndani ya Yesu Kristo wa Nazareti. And so utapata ya kwamba that privilege ambayo atapatiwa na Jesus, angelic host ndio hao, open heavens ndio hiyo. So akiomba, Jesus pia atahakikisha kwamba anajibu maombi yake. Haleluya. Kwa sababu hayuko tena kwa ulimwengu, ameingia ndani ya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndio maana Ayubu akatuambia kwamba mwanadamu ako na miaka nyingi, miaka kidogo, lakini challenges ni mingi. Haleluya. Na wakati hizi challenges ni mingi, amen, anatuambia kwamba kuna wakati pia ambayo Mungu ameordain for a particular person, ama for every person, time yake ya glory. Haleluya. Vile maua huwa inametameta, na tukiangalia time ya Valentine, kila mtu anataka hiyo maua. Haleluya. Inamaanisha hiyo maua imefika time yake ya glory. Utukufu wa maua inaonekana. Haleluya. Na kila mtu atataka apatiwe maua. So hiyo maua ya red iko very famous at that time. So pia wewe mtoto wa Mungu, in as much as vile maisha yako, yes, si mengi sana. Haleluya. Maybe Mungu amekupatia maisha uishi mpaka 150, ama uishi mpaka 200, ama uishi mpaka 80, ama uishi 100 and above. Haleluya. In those years ambayo Mungu amekupatia, there is a day ameordain for you to be delivered. Kuna siku ameordain for you kuingia into your glory. Na whether shetani apende asipende, utaingia into your glory. So na ku-encourage siku ya leo, mtoto wa Shekaina, ya kwamba mahali popote unatazama hii program, mapito kweli inaweza kuwa ni mazito na ni mengi, lakini kuna siku ambayo Mungu amekuwekea ya kwamba pia wewe mwenyewe utashine kwa hii dunia. Haleluya. Tukiendelea verse number 4, anasema kwamba wala tuende kwa verse number 5. Inasema, since his days are determined, the number of his month is with you. You have appointed his limits so that he cannot pass. Inamaanisha Mungu ametuwekea kiwango fulani na hawezi pita ile kiwango ambayo ameweka. So inamaanisha ya kwamba mimi na wewe mtoto wa Mungu, kwa ile wakati ambayo Mungu ametupatia, lazima tuweze kuitumia vizuri. Haleluya. Kama tumekosea watu, tulitendea watu vitu ambazo hazifai, haleluya, ni muhimu zaidi tuweze kuangalia jinsi ya kuweza kufanya nini, ya kuweza ku-reconcile na hawa watu, ku-reconcile na wao, so that maisha yetu ikuwe sawa mbele ya Mungu. Ni kweli ametuwekea limit to every person. One time Shekana kanambia, hakuna mtu ana reign forever. No one will reign forever. Yeye tu ndiye Mungu ambaye ana reign forever. Hallelujah. But as long as tuko kwa hii dunia, no one reigns forever. Hallelujah. Hata wakwe ma-Illuminati, wachinje watu, wakunywe damu ya watu, wafanye nini na nini, hawataishi milele. Hallelujah. Hawata remain in that position forever. Hapana. Kwa sababu kuna watu wanazaliwa wapya every day. Hallelujah. So Job anasema kwamba kweli maisha ya binadamu iko determined. Kuna limit ambayo Mungu ameweka. Na anasema kwamba look away from him that he may rest till like a hired man he finishes his day. Tunaambiwa ya kwamba kama binadamu, haleluya, ama yule mwenye ameandikwa kazi, kuna mahali inafika lazima uende nyumbani. Asubuhi tuliamka tukakuja church, tukafanya shughuli 1 2 3, jioni inafika lazima urudi nyumbani. Haleluya. So kuna time ya kila kitu. Na natuambia kwamba usiweke tumaini yako kwa binadamu, kwa sababu binadamu pia kama flower, kuna mahali pia yeye atawither. Haleluya.
Weka imani yako kwa Yesu Kristo wa Nazareti. Tuendelee kuweka imani yetu kwa Yesu Kristo wa Nazareti kwa kila jambo. Usiamini ama usiweke tumaini yako yote kwa binadamu, but tumainia Mungu. Yeye ndiye anajua your beginning na anajua your end. So as we are living kwa hii dunia, jinsi ambavyo una relate na watu ina matter. Jinsi ambavyo una relate na watoto wa watu ina matter. Jinsi ambavyo unatunza watoto wa watu ina matter. Hallelujah. Everything yenye nafanyia mwenzangu, ndugu yangu, hallelujah, matters before God. Kwa sababu kuna a lot of deliverances nimeona, na unapata kwamba wakati Holy Spirit anaongelelea about root cause ya people's problem, unapata kwamba kuna wengine wali mistreat watu wengine. There was this one deliverance nilikuwa naona of a woman ambaye alikuwa a very prominent woman na alikuwa member of parliament, na wakati ambapo alioleka kwa mume wake, ikafika at some point marriage haikuwa inaenda vizuri na bwanake wakaachana. Na ilikuwa imepatia kwamba alikuwa amepata pesa kidogo, wakajenga nyumba, na mume wake pia alipata pesa kidogo, wakajenga nyumba. Na wakati ambapo walijenga nyumba, ikakuwa kwamba kwa sababu marriage haikuwork, yule mwanamke pia akaamua ku step out kwa ile nyumba, akatoka akaenda tafuta nyumba yake kwingine kule. So yule mwanaume akaoa mtoto, akaoa mwanamke fulani, na wakaishi naye kwa hii nyumba. Bahati mbaya huyu mwanaume hakukaa sana, akakufa. Na wakati ambapo alikufa, ikakuwa kwamba yule mwanamke alikuwa na mtoto. Haleluya. Na wakati ambapo alikuwa na mtoto, alikuwa anaishi kwa ile nyumba yenye the husband alibuild na yule first wife. And so ikakuja kwa kwamba when the first wife alisikia kwamba the man died, na ya kwamba bibi wa kambo anaishi kwa ile nyumba, alitoka kule kwa sababu alikuwa na power, alikuwa politician. Alikuja kwa ile nyumba na alinyanyua yule mwanamke na watoto na mtoto wake, akawarusha nje. Haleluya. Na vile aliwarusha nje, ikabidi sasa yeye mwenyewe ameishi kwa ile nyumba. Then after some time, pia yeye the same way vile alitreat that woman na yule mtoto, pia yeye kwa kazi yake ile ya parliament alifukuzwa hivyo tu. Haleluya. Alikamatwa na akarushwa nje, na upolitician yake na kila kitu ikazambaratika. So from that time mpaka time alikuwa anaenda kufanywa deliverance, unapata ya kwamba maisha yake ilishindikana kila mahali, magonjwa ikamuingia kila mahali, and the woman was very sick. Na wakati ambapo alikuwa ameenda kwa the man of God kuombewa, ikakuwa ya kwamba wakati anaombewa akauliza the man of God, hii root cause ya hii problem ilitokea wapi? Ndio Holy Ghost akamwambia ya kwamba root cause ya hii problem yako na stagnation na hii sickness and disease ilitokea the moment ulikamata yule mwanamke na mtoto wake ukamrusha nje, na haukutaka kujua angeishi wapi. Holy Ghost akamuuliza, hiyo nyumba ni wewe peke yako ulitengeneza? Akasema hapana. Ni nani pia? Si bwanako alikusaidia? Yes. Akamwambia kwamba kama bwanako pia alitengeneza hiyo nyumba, then portion ya bwana yako kwa hiyo nyumba belongs to that woman and to that child. Hallelujah. Na akaambiwa kwamba unless you do what is right, hii safari haitaisha kwa maisha yako. Na yule mama akasema kwamba properties zingine nilikuwa nazo na niliuza na sina kitu yoyote. Akaambiwa ya kwamba fanya calculation ya hiyo nyumba, tafuta value ya hiyo nyumba. Kama hiyo nyumba ni 10 million, hiyo nyumba ni 15 million, hiyo nyumba ni 50 million. Haleluya. Kwa hiyo 50 million tafuta hata kama ni 15. Haleluya. Patia yule mwanamke na mtoto wake ili waseto
ndio kilio yao isifanye nini? Isikuzuie kuingia mbinguni. Na akaambiwa ya kwamba kama hauta restitute huyu mwanamke na huyu mtoto, haleluya, there is no heaven for you. Haleluya. So unapata kwamba this woman go through challenge, through pain, simply because of how she mistreated another fellow human being. Sasa South Africa ninaona kwamba imefika mahali watu wengine wanasema kwamba kama wewe si mtu wa South Africa, ondoka kwa nchi yetu, rudi nchi yenu. Haleluya. Mpaka wanaenda to an extent ya hospitali, wamama wako na mimba, wanasumbuka, wako na watoto, na huyu mwanaume anaambia wanawake ya kwamba kama wewe si wa South Africa, toka kwa hiyo hospitali. Hiyo hospitali si yenu, hiyo hospitali ni ya watu wa South Africa peke yake. Wakati niliangalia huyo mwanaume vile anafukuza yule mwanamke na mtoto wake, haleluya, nikasema kweli huyu mjamaa, hii kitendo yenye ametenda, haleluya, itamcost. So how we treat our fellow human being, how we treat other people's children matters before God. Haleluya. So anasema kwamba kweli miaka zetu ni kidogo hapa duniani, na kweli mashida ni mingi. Haleluya. Na haya mashida mengi inamaanisha kwamba lazima uweze kujua jinsi ya kuishi na binadamu mwenzako. Lazima ukuwe ni binadamu ambaye uko na utu. Haleluya. Kwa maana wakati ambapo tunatenda mema, Mungu pia on the other side anafurahishwa na kile ambacho tunafanya. So maybe una watch program na kuna challenges unapitia. Could be kuna kitu ambayo probably ulienda vibaya mahali na hauwezi jua. Ni unless uulize the Holy Ghost ndiye anaweza kukurivilia, akwambia kwamba kijana wangu, root cause ya hii problem ndio hii. Na akikuonyesha mali root cause iko, tafuta njia ya kurestitute. Kama unahitaji kuambia mtu pole, mwambie pole, ili in as much as vile ni maisha mingi na trouble zako pia zipunguke. Hallelujah. Verse 7 nasema kwamba for there is hope for a tree if it is cut down, that it will sprout again. Hallelujah. And that its tender shoots will not cease. Though its roots may grow old in the earth, and its stem may die in the ground, yet at the scent of water it will bud and bring forth branches like a plant. Hallelujah. So kufikia hapo, tukiangalia sasa kwa kitabu ya haleluya, Matthew, haleluya, ama sorry, wacha tuangalie kitabu ya John chapter 11. John chapter number 11 inasema ya kwamba namba ni 0757 588817. Unaweza tumia hiyo namba kuweza kuraise altar sacrifice yako. Unaweza nitumia SMS pia through 0798 843921 na tutaweza kuomba pamoja. Haleluya. Na najua kwamba Holy Spirit atakurivilia pia wewe root cause ya problem yako, root cause ya kile ambacho inafanya challenge imekuwa kwa maisha yako. Ndio maana nilikuwa na insist nikisema ya kwamba tukiwa ndani ya Yesu Kristo, haijalishi situation, utaishi tena. Tumeona Job ametuambia kwamba kuna matumaini kwa miti. Haleluya. Na wewe pia Yesu Kristo akikuangalia anakuona kama miti, kumaanisha kwamba wewe kama miti kuna matumaini juu ya maisha yako. So tukiangalia kwa kitabu ya John chapter number 11, John chapter number 11, wacha tuanzie from verse number 12. Tunaambiwa kwamba ama hata tuanzie
verse number 1. Inasema kwamba, now a certain man was sick, Lazarus of Bethany, the town of Mary and her sister Martha. It was that Mary who anointed the Lord Jesus with fragrant oil and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick. Therefore the sisters sent to him, saying, Lord, behold, he whom you love is sick. Mary Magdalene akatumania na Jesus, akasema kwamba Yesu wa Nazareti, ndugu yangu Lazaro ako mgonjwa, anahitaji kuponywa. Haleluya. Na wakati alipotumania Jesus aende aitwe akuja alete uponyaji, the word of God inatuambia kwamba kwa verse number 4, when Jesus heard that he said, this sickness is not unto death. Hallelujah. In other words, Jesus anakuambia kwamba challenge yenye unapitia is not unto death. Challenge yenye unapitia si ya kukuua, but for the glory of God, that the Son of God may be glorified through it. Hallelujah. Ya kwamba hii changamoto unapitia, Yesu, huyu mwanamke alikuwa anapitia changamoto na hakujua kile kitu kibaya ambacho alikifanya, but alikuwa anapitia changamoto, na akaambiwa ya kwamba kwa sababu unapitia hiyo changamoto, ama maybe una watch program na umekuwa disappointed. Hallelujah. Ulikuwa ume-expect something, but all of a sudden expectations zako zimekuwa cut short, ama desire yako imekuwa cut short. Jesus anakuambia kwamba hiyo expectation yako haijakuwa cut short so that uangamie milele. Hapana, but it is for his glory. Hallelujah. Verse 5 anasema, now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. So haimaanishi ya kwamba unapopitia ile changamoto Yesu akupendi, anakupenda. Hallelujah. Haimaanishi yule mwanamke wakati ambapo alikuwa anapitia ile changamoto Yesu hakumpenda, alimpenda. Kwa sababu wakati ambapo changamoto ilizidi zaidi, na kwa sababu huyu mwanamke angekufa, angemiss kuingia mbinguni, Jesus Christ of Nazareth alitengeneza opportunity for this woman aweze kwenda to the man of God, aweze kuombewa, ndio aweze kuonyeshwa root cause yake ambayo akose kuingia mbinguni. Hallelujah. Because of the love that he has for us. For he loved you more than anything. Hata kubalia aone tu kitu itakuangamiza, yet kuna opportunity ya deliverance. Ata make a way for you to be delivered. Hallelujah. Kwa sababu wakati aliambia yule mwanamke root cause yake, the woman alitubu, na wakati alitubu nafsi yake ilikombolewa, na the woman was restored. Aliambiwa the moment utarestore huyu mwanamke na mtoto wake, Mungu atarestore everything. Hallelujah. Ulikuwa member of parliament, na hata kama ulidampiwa 5 years, hallelujah, atakurestore. Praise the Lord. It is that problem, it is not unto death. Hallelujah. Your disappointment is not unto death, but it is for the glory of Jesus Christ of Nazareth. Kwa sababu anataka ukue appointed at a particular time. Anataka uweze kuwekwa in a position yenye wewe mwenyewe utaweza kuona manifestation yake. Praise the Lord. Verse 6 anatuambia kwamba, so when he heard that he was sick, he stayed 2 more days in the place where he was. Then after this he said to his disciples, please let us go to Judea again. Jesus alitari for a reason, kwa sababu alitaka utukufu wa Baba ikaonekane. Inamaanisha kwamba wewe kama miti, hallelujah, there is hope for you. Wengi wanaweza kuwa waliku cut off,
Wengi wanaweza kuwa walikuprojectia disappointments. Wengi wanaweza kuwa walishasema ya kwamba this man can never be delivered. Wengi wanaweza kuwa walishaangalia wakakujaji, wakaona vile mama yako anakaa, wakaona vile baba yako anakaa, na wakasema hata hawa wata amount to nothing. Hallelujah. Wengi wanaweza kuwa walikucut off, but Jesus Christ of Nazareth, our Lord and our Savior, haja kucut off. So tunaambiwa ya kwamba alistay pale for 2 more days. Verse 8 inatuambia kwamba the disciples said to him, Rabbi, lately the Jews sought to stone you, and you are going there again. Hallelujah. Wengi walitaka kumpiga mawe kwa sababu walisema, wakati ambapo Jesus alisema ya kwamba yeye ni Mungu, wengi walimchukia na wakasema huyu mtu lazima tumuue huyu. Wakati alisoma scripture na akawaambia kwamba leo hii scripture imetimia, walisema hapana, huyu kijana ametuzoea, lazima akufe. Atasemaje yeye ni Mungu? The same people walitaka kumpiga akufe, na Jesus alipita katikati yao na hawakumwona, aka withdraw from them. Hallelujah. Na ndio hiyo the same time tunaambiwa ya kwamba Lazaro amekufa, na Jesus akasema kwamba I'll have to go there now. So wanafunzi wake pia waliogopa na wakashindwa, na huyu mtu ni mtu aina gani? 2 days ago karibu tupigwe, tulinchiwe kule. Sasa anasema tuende. Ni kwa sababu God's time is the best time. Hallelujah. Wewe kama miti, many are your troubles. Jesus alipitia many troubles, but the Lord delivered him out of all the troubles. Alipita katikati yao, lakini hawakumuona. Ni challenge gani imekuoppress? Mtoto wa Mungu, utapitia katikati ya hiyo mapepo na hata hazitajua ulifika namna gani. Wengi waka wanafika church, na wakifika church mapepo zinasema hatukutaka akuje hapa, hatukutaka kabisa afike mahali hapa. Haleluya. Na wanaulizwa, kwani wakati alikuja hapa mlikuwa mmefunga macho? Wanasema hatukuwa tumejua. Haleluya. Hatukujua anakuja hapa, hatukujua analetwa hapa. Haleluya. Ndio maana ninakuencourage ya kwamba the Lord God Almighty akisema utakuwa delivered, akisema atakupatia finances, akisema atakufungulia uko huyo trillionaire mwenye anataka ukue, chochote aliahidi juu ya maisha yako, hakuna shetani, hakuna binadamu, hakuna madhabahu. Once amesema your time is now, your time is now. Haiwezi kuwa na pingamizi yoyote. So hii manunguniko yenye shetani atataka kuweka kwa roho yako, uweze kuangalia useme hii na hii ilifanyika, uweze kukua discouraged, uweze kukua frustrated, uweze kukua offended. Offense for nothing. Hallelujah. Offend for nothing. There is no need ya kukua offended. Umekuwa disappointed. Don't be angry. Hallelujah. Usikuwe na bitterness. Why? Kwa sababu Jesus Christ of Nazareth, time yake ikifika, hata ikuwe ni Lucifer amedunga pembe kwa mchanga, hata kuoppose. Hallelujah. Atashtukia uko mahali huko na baadaye umemanifest. Tunaelezewa kwamba verse 9, Jesus answered, are there not 12 hours in the day? If anyone walks in the day, he does not stumble, because he sees the light of this world. But if one walks in the night, he stumbles, because the light is not in him. Hiyo darkness ambayo itafanya ukose kuona the manifestation of God, siku ya leo tunaomba ya kwamba hiyo darkness iweze kukuwa dispelled. Darkness ya negative thoughts over others, critical judgment, hatred, bitterness, unforgiveness, offenses, bad feelings towards others. Hallelujah. All those things lazima zikuwe uprooted. Hallelujah. Lazima zikuwe uprooted. Lazima to grow to a level ambayo ukiona disappointment imekuja, thank you Jesus, kwa maana ninajua greater one is coming. Hallelujah. Umekuwa disappointed leo, jua ya kwamba ile deliverance yenye shetani ameoppose leo, kesho itakuwa even more greater, kwa sababu every time shetani
anakupatia setback. Haleluya. Jesus anakushift 7 times. Haleluya. Ya kile ambacho shetani alikuwa ana oppose. Shetani alidhania kwamba vile alipigilia Jesus kwa msalaba na venye alimuua na akazikwa, alijua kwamba salvation haingekuja. Haleluya. But see what he did. Wisdom yake ilikuwa turned into foolishness. Kwa sababu when Jesus died, blood yake ilipata power kwa sababu ilikuwa ni innocent blood. Na an innocent blood always in a cry for vengeance. Na kwa sababu Jesus aliuliwa innocently, wakati alifufuka, alibeba blood yake akapeleka in the courts of heaven. Na wakati alipopeleka in the courts of heaven, tunaambiwa ya kwamba yeye peke yake ndiye alikuwa na authority ya kufungua the 7 scrolls. The first one being power. Hallelujah. Lucifer hakujua ya kwamba that blood of Jesus Christ of Nazareth inge produce power. Yeye alijua ya kwamba vile huyo mtu ameuliwa na akawekwa kwa grave, story yake imeisha kama ya wale the righteous men that died earlier, that slept earlier. Kwa sababu Christians don't die, they sleep. Hallelujah. Then ikakuwa ya kwamba when the blood iliingia in the courts of heaven, power ili manifest, riches ili manifest. Hallelujah. Wisdom ili manifest mahali pale. Wakati blood iliingia in the courts of heaven, strength ilikuwa released. Hallelujah. Wakati blood iliingia in the courts of heaven, honor iliachiliwa. Hallelujah. Wakati honor iliachiliwa, tena wakati Jesus akaachilia glory. Hallelujah. Na when glory ilifunguliwa, the final thing iliachiliwa ni blessing. Satan thought that by destroying Jesus Christ, sisi wote as the children of God, we were totally terminated. But see what God did. Aliturn the wisdom of Satan into foolishness. Hallelujah. Ya kwamba that disappointment imesetiwa mahali pale so that mtoto wa Mungu ushiftiwe 7 times. Lucifer alidhani amemalizia Jesus, akadhani amemalizia dozi yake. Hallelujah. But yeye ndiye alisiagwa kiasi ya kwamba angeweza kujielewa. Praise the Lord. That's why naku encourage mtoto wa Mungu. Ni disappointment una face, glorify Jesus. Ni frustration ya finances, glorify Jesus. Kwa sababu wewe ni trillionaire. Kwa sababu ile finances unafaa kushika ni mingi. Hallelujah. Na kwa sababu the Lord is with you. Na kwa sababu his mercies are with you. Na kwa sababu his favor is with you. Hallelujah. When your time comes, utakuwa unavaa goggles. Watakuwa wanavaa goggles wakisema ni yeye kweli. Kwa sababu vile utakuwa unang'ara hata hawataamini. Hallelujah. Jua ya kwamba there is hope for a cut tree. There is hope for a tree. Hallelujah. Kuna matumaini kwa miti ambayo imekatwa. Kwa sababu hata kama inakaa imekufa, maji ikiiguza kidogo itaanza kutoa matawi. Hallelujah. Jaribu kuangalia miti yoyote, ama angajaribu wala uangalia miti for example kama blue gum. Blue gum utapata kwamba wakati imekatwa, after some time mvua ikinyesha imeanza tena kugrow. Characteristic ya miti ni hivyo. Na itagrow tena. Hallelujah. Unaweza kuwa ulilimitiwa, unaweza kuwa ulikuwa cut off, unaweza kuwa watu walikudharau, inaweza kuwa kweli umestruggle financially kiasi ya kwamba madharau imekuingia kila mahali. Hallelujah. Glorify Jesus. Na mwambie asante kwa sababu hiyo mapito imefanya sasa umequalify for the euros, umequalify for dollars, umequalify kwa zile currencies za juu zaidi. Hallelujah. You have not been denied. As long as uko in Christ Jesus, your dreams are still valid. So tunaambiwa kwa verse 11, these things he said after that he said to them. These things he said, and after that he said to them, our friend Lazarus sleeps, but I go that I may wake him up. Aliyasema ya kwamba hiyo challenge yako Lazaro si ya mauti, si ya kwenda kuzimuni, but ni for the glory of God. Wale watu walitaka kumpiga mawe, wale watu wenye walimreject, time came lazima wangemu acknowledge. Hallelujah.
hiyo situation umego through, so that hata shetani ajue kweli Mungu ni mkubwa. Hallelujah. Greater things will you do than the ones he has done for the one of God. Jesus Christ of Nazareth akaambia wanafunzi wake ya kwamba Lazaro amelala, na wanafunzi wake wakasema, wakadhania kwamba huyu mjamaa amelala tu usingizi ya kawaida, na akamwambia mjamaa atakuwa sawa. But Yesu alimaanisha kwamba mjamaa amekufa. But wale walidhania kwamba Yesu Kristo wa Nazarethi anasema kwamba Lazaro amelala tu usingizi ya kawaida. Haleluya. Na neno la Mungu inatuambia kwamba Jesus akawaambia plainly, waziwazi ya kwamba Lazaro amekufa. Na verse 15 nasema kwamba and I am glad for your sakes that I was not there. Inamaanisha kwamba Jesus Christ of Nazareth, haleluya, katika ile challenge yenye unapitia, anafurahia upitie hiyo challenge kwanza, anafurahia upitie hiyo fire kwanza, anafurahia upitie hiyo challenge ya poverty, haleluya, so that ulearn. Anafurahia hiyo fire, anataka ugo through it, kwa sababu you are an eagle. Aliambia wanafunzi wake ya kwamba I am glad for your sakes. Ninafurahia kwa sababu leo mtaweza kujua, leo mtaweza kuona mabadiliko. Yesu anafurahia ile mapito kwa sababu wale ambao walikuchekelea watajiuliza, huyu ni ule Pastor Emmanuel tunajua ama huyu ni Pastor Emmanuel mwingine? Haleluya. Huyu ni huyu John tunajua ama huyu ni John mwingine? Watashangaa. Anafurahia kwa sababu wakati anaangalia, anaona watu wanakuoppress, watu wanakukejeli, watu wanakudharau, wengine wanakutemea mate, wengine wanaona uwezi anything. Haleluya. Kwa sababu through that challenge you may base your trust more in him. Haleluya. Na wakati anakuja, ana come through for you, amen, hata wengi watashangaa. So alisema kwamba it is not unto death, but it is for God to be glorified. Na akawambia I am glad for your sakes that I was not there, that you may believe. Nevertheless, let us go to him. Then Thomas, who is called Twin, said to his fellow disciples, let us also go, that we may die with him. Walisema kama mbaya tutaenda na Jesus, tuende tumdefend. Hallelujah. Na tukiomba sasa, tunaomba na hii scripture, verse 24. Mother said to him, I know that he will rise again in the resurrection at the last day. Verse 25, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. Hallelujah. Though umepitia challenges, utaishi tena. Though physically mtu anaweza kufa, but in Jesus we are like a tree ambayo bado iko na hope. Hallelujah. Jua ya kwamba unaweza kuwa rejected, but as we are in Jesus, our dreams are still valid. 26 inasema kwamba and whoever lives and believes in me shall never die. Do you believe this? Hallelujah. Leo Yesu Kristo anakuuliza, unaamini ya kwamba ukiwa ndani yake hakuna kitu yako yoyote imepotea? Ya kwamba ukiwa ndani yake unaamini ya kwamba hakuna kitu yoyote ambayo imepotea? Ukiamini ya kwamba he died for you, na ya kwamba ali exchange kila kitu for your sake, then hiyo opportunity, mtoto wa Mungu, yenye unadhania ilipotea, haijapotea. Haleluya. Ni imeinuliwa tu kwa kiwango kingine. Haleluya. Hiyo matarajio ulikuwa nayo ambayo ulikuwa unadhania ilipotea, haleluya, Jesus Christ of Nazareth bado anaenda kukuletea in another dimension. Ndio tuombe. There was a time nilikuwa nimetamani kununua mashini fulani, na wakati nilitaka kununua hii mashini kukakuwa na vurugu kidogo juu ya hii mashini, na after kuvurugana 1-2 na kukakuwa na frustrations, nikaambia Holy Spirit nisaidie,
Haleluya. Na wakati ambapo nilikuwa na watch one video ya Prophet TB Joshua, na TB Joshua akaweza kuexplain pale akisema ya kwamba the way unapata something ama njia ambayo utaweza kuakwaya nayo shamba, haleluya, ama hiyo mashini, Pastor Emmanuel, matters. Kama umepata hiyo mashini in the wrong way, then glory ya Mungu haiko kwa hiyo mashini. Haleluya. Na ukikuwa patient na upate hiyo mashini in the right way, then glory ya Mungu itakuwa mahali pale. Kwa sababu kama nime struggle the more, ama nimesema hii kitu lazima nikuwe nayo, haleluya, na nikapitia njia ambayo haiko sawa na nikaipata, inamaanisha ya kwamba judgment ya hiyo kitu yenye judgment ambayo ningepata at that time itaningojea uzeeni. Haleluya. Kama nimeacquire simu in a way that was not right, haleluya, hiyo judgment ama consequence ya mimi kutokupata hiyo simu in the right way itaniongojea uzeeni. Haleluya. Na nikipata hii simu in the right way, nikipata hii mashini in the right way, then it shall be well with me even kule uzeeni. So wakati ambapo alikuwa anafundisha hii kitu, nikaweigh options, nikasema yes, na feel niko disappointed, yes, na feel niko angry, yes, na feel niko bitter, niko offended, ninanumunika kila mahali, but nikaweigh the options. Should I pay for this kule old age, ama can I let it go now, na Mungu ailete in a good way, haleluya, na nisikuwe na negative consequences in the future. Wakati niliweigh the two options, nikasema ya kwamba afadhali for now niachane nayo, haleluya, afadhali for now niachane nayo, nisivurugane ama nisijikuweke pressure, haleluya, ya kwamba lazima niipate sahi. Hapana, wachana nayo. Kama una watch program probably, na kuna kitu yenye mtu anakuambia sahi, leta sahi, hiyo pressure mingi, kitu yote inakuja na pressure mingi, achana nayo. Haleluya. God's time is the best. Na wakati God's time ilifika, nilipata hiyo mashine. Haleluya. So pia mimi ninakuencourage mtoto wa Mungu ya kwamba mapito yako inaweza kuwa ni mazito, yanaweza kuwa ni magumu, haleluya, lakini chochote ulipoteza kwa hayo mapito, ukiwa ndani ya Yesu Kristo wa Nazareti, hakuna kitu hata moja umepoteza. Utagain kila kitu for his glory. Jua ya kwamba hiyo mapito imekuwa ya glory yake. Hiyo mapito imekuwa ya kwamba yeye mwenyewe ajitukuze, yeye mwenyewe ainuliwe. Haleluya. So nataka tuweze kuomba na wewe mtoto wa Mungu, na ninajua kwamba Yesu Kristo wa Nazareti atazidi kukutendea mema. Leo najua umesikia message, na message iko very simple, ya kwamba miti iko na hope, na wewe pia ni miti na uko na hope. Whether ulikuwa cut short, haleluya, mali watu wameku denounce na wakaku reject, haleluya, Jesus Christ anapoingia kwa maisha yako na unapo step in Jesus Christ, there is hope. Utagrow na utamanifest for his glory. Father, I thank you for your people. Wanapoinua hii madhabahu, Yesu wa Nazareti, every lost hope, I command it to be restored. Mahali wengi wali lose hope, Father, restore them. For as we have stepped into you, Jesus Christ of Nazareth, there is hope in your name. Nina command the resurrection power to resurrect everything that died in your life. Thou power of resurrection, fall upon the people of God in the name of Jesus. Thou power of resurrection,
fall upon their finances, fall upon their deliverance, fall upon their healing, fall upon their marriages, fall upon their children, fall upon their sons, fall upon their daughters, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Father, I command life. I speak life into every dead situation, into every situation that seems hopeless. I speak life. Mahali mtoto wako alikuwa disappointed, Your Highness, nina command breakthroughs. Nina command breakthroughs. Nina command breakthroughs. Nina command breakthroughs. Nina command baraka kila mahali. Baraka nyafu. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Yesu wa Nazareth, mahali shetani ameoppose hii deliverance, mahali aliopose deliverance ya huyu mwanamke, deliverance ya huyu mwanaume, deliverance ya hii familia, mahali shetani amewaoppose kila mahali, I decree and I declare, be delivered. I decree and I declare, be delivered. In the blood of Jesus, be delivered. In the name of Jesus Christ, be delivered. I command your gates to be open. I command your financial gates to be open. I command your testimony to be released. I command favor and mercy upon you to be released. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Father, I command a shifting. I command a shifting 7 times in the name of Jesus. Let them be shifted. Chochote shetani aliogopa ya kwamba huyu mwanaume angepokea, ya kwamba huyu mwanamke angepokea, ninaimultiply mara 7 na ninaamurisha, let it be released. Let your breakthrough be released. Let your finances be released. Let your testimony be released. Mara 7 zaidi, mara 777 zaidi. Let it be manifested. Let it be released. I shift you, child of God, in the name of Jesus Christ. 7 times 77 trillion. Mahali shetani alitamani uangamie, nina decree na nina declare testimonies upon testimony, testimony upon testimony, testimony upon testimony, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Father, you have taught us today ya kwamba kila disappointment, it is an opportunity for us to be lifted 7 times more. Ya kwamba though men may cut us off, kweli wengi wanaweza kuwa wametukata kama miti Bwana, lakini umetuambia kwamba kuna hope kwa miti ambayo ilikatwa. Kuna hope kwa miti ambayo ilikaa ni kama imekauka. Kuna hope kwa maana mvua inaponyunyuzika juu ya ile miti itapata kumea tena. Wale waliokaukiwa, resurrection power. Wale waliokaukiwa, resurrection power. Kwa pesa zako, receive resurrection power. Destiny yako, receive resurrection power. In your calling, receive resurrection power. In your marriage, receive resurrection power. In the name of Jesus Christ of Nazareth, Nina command you to be resurrected. Receive the resurrection power. Be resurrected. Be resurrected. Be resurrected. Be resurrected. Be resurrected. Your business be resurrected. Your finances be resurrected. Your testimony be resurrected. In the mighty name of Jesus Christ. Father, I declare breakthroughs as they are lifting their altar sacrifices to you. Hizi madhabahu wanayokuinulia, milango zao zimefunguliwa, breakthrough yao imeachiliwa, testimony yao imefunguliwa kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. In Jesus mighty name I pray. Amen and amen and amen. Hallelujah. So kama umekuja okoka, sema Bwana Yesu, naja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi, vuta jina langu kwa kitabu cha mauti na uliandike kwa kitabu cha uzima. Roho Mtakatifu, nisaidie ili niweze kutembea kwa njia za Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Roho Mtakatifu, na kuanzia leo ninakiri ya kwamba Yesu Kristo wa Nazareti, wewe ni Bwana, wewe ni Mwokozi wa maisha yangu. Nimeanza maisha mpya ndani yako Yesu Kristo. Ndoto yangu ndani yako, ndoto yangu Yesu wa Nazareti, ndoto yangu ndani yako iko valid na nitafulfill my destiny. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen and amen. So number ni 0757 588817. Unaweza tumia hiyo number, hallelujah, ku raise your altar sacrifice, hallelujah, na 0798 843921. Unaweza tumia hiyo number kuweza kunitumia SMS,
Haleluya. Na najua kwamba kama uko na testimony, umeona testimony, haleluya, tafadhali kumbuka kushare na sisi hiyo testimony yako, na utukufu wote irudie kwa Yesu Kristo wa Nazareti. So maombi yetu tumefunika na damu ya Yesu na moto wa Roho Mtakatifu, na hakuna silaha itakayoinuka juu ya hii maombi ambayo itafaulu. Uinuliwe Yesu, ubarikiwe milele. In Jesus name we pray. Amen and amen and amen. Thank you Jesus.